awabariki. Allow me to go back to the word of God before we share the Lord's table this morning. Nikubalishe tusikize neno la Mungu alafu tutashiriki meza takatifu. We're talking about the power of the blood of Jesus. Tunazungumzia juu ya nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu Kristo. And like I said last Sunday, we have 4 Sundays of communion. Na kama nilivyosema Jumapili iliyopita kwamba tuko na Jumapili 4 invoking the power of the blood za kuchochea nguvu ya damu. And we said that the blood of Jesus has paid for everything that we need in this life. Na tukasema kwamba damu ya Yesu Kristo ishalipia kila kitu tunahitaji maishani. And the first thing that we said on Sunday is that this blood paid for our redemption. Na jambo la kwanza tulilosema ni kwamba hii damu ililipia ukombozi wetu. Just like Paul tells us that in him we have redemption through his blood. Jinsi Paulo anavyotueleza kwamba ndani yake tumepokea ukombozi kupitia damu yake. This morning, asubuhi ya leo, allow me to bring to you that the blood paid number 2 for our fellowship with God. Nikubalishe kusema kwamba damu ya Yesu Kristo ililipia ushirika wetu na Mungu. So I want to talk about fellowship with God. Nataka kuzungumzia juu ya ushirika na Mungu. What is fellowship? Je, ushirika ni nini? Mom Ruth likes saying that fellowship is fellows in a ship. Mom Ruth huwa anasema kwamba fellowship ni jamaa ndani ya mashua. And therefore, na kwa hivyo, if we have to have fellowship, we've got to be fellows. Na ikiwa I don't know whether that makes a lot of sense in Kiswahili. Sijui kama hiyo ina maana kwa Kiswahili. We've got to be comrades. Lazima tuwe marafiki. We've got to be partners. Lazima tuwe washirika. We've got to be staying together. Lazima tukue pamoja. Fellowship therefore means closeness. Inamaanisha ukaribu. It means being together. Inamaanisha kuwa pamoja in some form of friendship. Katika hali ya urafiki. So when we talk about fellowship, tunapozungumzia ushirika, we're talking about closeness with God. Tunazungumzia ukaribu na Mungu. We're talking about our friendship with God. Tunazungumzia urafiki wetu na Mungu. Now I know why Jesus says, na sasa nafahamu Yesu anaposema that I no longer call you servants, but I call you friends. Kwamba siwaiti tena watumishi bali na waita marafiki. Why does Jesus say that? Kwa nini Yesu anasema hivyo? It is because we are supposed to be in a form of friendship with God. Ni kwa sababu tunafaa kuwa katika aina ya urafiki na Mungu. He tells his disciples, anaambia wanafunzi wake, I no longer call you servants. Siwaiti tena watumishi. I think that is in John chapter 15 and verse 15. Yohana 15:15. I no longer call you servants. Siwaiti tena watumishi. But I call you friends. Lakini nawaita marafiki. Why? Kwa nini? Because friendship, kwa sababu urafiki, means fellowship. Inamaanisha ushirika. It therefore means that Jesus paid so that we can come into fellowship with God. Inamaanisha Yesu alilipa ili tuwe na ushirika na Mungu. Let me take you a little back. Wacha niwarudishe nyuma kidogo. In the Garden of Eden, katika shamba la Edeni, Bible says that God always was in constant fellowship with Adam and Eve. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa kila mara kwa ushirika na Adamu na Hawa. And therefore Adam enjoyed the presence of God every Mungu kila alasiri. It's so amazing. Na ni jambo la kushangaza that in the cool of the day, kwamba katika wakati wa siku, God would come to the garden. Mungu angekuja shambani. He would commune, he would have fellowship with man and his wife. Angekuwa na ushirika kati ya mume na mke wake. Imagine God coming down in person. Tafakari Mungu mwenyewe akishuka chini. To fellowship with man. Ili ashiriki na binadamu. Not once a year. Sio mara moja kwa mwaka. But every afternoon. Lakini kila jioni. And Adam had the privilege. Na Adamu alikuwa na nafasi. Of talking
talking to God as man would talk to another. Kuzungumza na Mungu jinsi watu wanaweza wakazungumza. There are very few people that have had the privilege. Ni watu wachache ambao wamekuwa na nafasi. Bible says of Moses. Biblia inazungumzia Musa. Bible says God would talk to Moses as a man speaks to another. Biblia inasema Mungu angezungumza na Musa jinsi watu wanapozungumza. Some of us have never had the privilege of doing so. Wengine hatujapata nafasi. I love the story about Enoch. Nilijifunza hadithi ya He Enoch. walked with God. Alitembea na Bible Mungu. says until he was no more. Biblia inasema hadi Because hakuonekana, the Lord had taken him. kwa sababu Mungu alikuwa That amemchukua. was fellowship. Huo ni ushirika. That was a close relationship between man and God. Huo ulikuwa urafiki wa karibu kati ya And Mungu so na Adam binadamu. every day Na kwa hivyo Adamu kila would siku have the privilege of enjoying the presence of God. alikuwa na nafasi ya kufurahia uwepo wa But Mungu. something tragic happened. Lakini jangwa The day likafanyika. Adam sinned, Siku Adamu alitenda that dhambi. was the last time he had communion with God. Hiyo ilikuwa siku ya mwisho ya The kushiriki na fellowship Mungu. was cut off. Ushirika ukakomeshwa. In actual fact, Kwa ukweli, as much as he was forgiven, hata kama alisamehewa, as much as there was a sacrifice like we said on Sunday, hata kama kulikuwa na dhabihu jinsi as much as God tulivyosema, had to slaughter an animal hata kama Mungu alimchinja mnyama in order to clothe him, ili amvishe. the Bible says Biblia inasema Adam was chased away from the Garden of Eden. Adamu alifukuzwa kutoka Edeni. Imagine, Tafakari, he stopped enjoying the fellowship with God. alikoma kufurahia uwepo wa The Bible Mungu. says at the entrance of the garden, Biblia inasema langoni pa Edeni there were put angels with swords kukawekwa malaika na mishale so that Adam would not come back, ili Adamu and asiingie. the fellowship broke. Ushirika ukakoma. This fellowship Ushirika huu went missing until Jesus came back. ulikosekana hadi Yesu That is aliporudi. what the children of Israel were trying to bring back Hiyo ndiyo wana wa Israeli walikuwa wanajaribu by kurudisha slaughtering animals like we saw on Sunday. kwa kuchinja wanyama jinsi tulivyoona Jumapili. Unfortunately, Kwa bahati mbaya, the friendship could not be brought back permanently. huo urafiki haukurudi milele. So we saw every time they had to slaughter Tuliona kila wakati wakichinja in order to get forgiven of their sins, and the fellowship comes back. ili wasamehewe dhambi, ushirika urudi. They had to sacrifice every time. Ilibidi watoe dhabihu kila But wakati. thanks be to God Lakini shukrani kwa that Mungu, Jesus came. Yesu akaja, He died on the cross. akafa msalabani, He shed his blood akamwaga so damu that our fellowship with God ili ushirika na Mungu was restored once and forevermore. ukarejeshwa milele. Isn't it a blessing Je, ni baraka that there is nothing else that need to be done kwamba hakuna lolote linafaa in kufanywa order for us to have fellowship with God? ili tuwe na ushirika na Mungu. Hebrews chapter 10 and verse 22, 19 and 22. Waibrania 10:19 hadi 22. Bible says, Biblia inasema, therefore brothers and sisters, kwa hivyo ndugu na dada, since we have confidence to enter the most holy place kwamba tuko na ujasiri wa kuingia mahali by the patakatifu blood of Jesus. kupitia damu ya Yesu. In other words, Kwa maneno mengine, what the high priest used to do. kile kuhani alikuwa anafanya. You remember we said on Sunday Kumbuka tulisema Jumapili that the high priest used to enter the Holy of Holies. kwamba yule kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu. Only him was allowed to enter there. Ni yeye pekee alikubalishwa. This place called the most holy place. Hapa mahali paliitwa pahali patakatifu zaidi. This place called the most holy place. Hapa mahali patakatifu In zaidi. other words, the Holy of Holies. Patakatifu pa patakatifu. Only the high priest was allowed to enter. Ni kuhani mkuu pekee Now alikubalishwa. Jesus came. Yesu akaja. Peter tells us Petero anatuambia that you are a chosen generation, kwamba sisi ni uzao a uliochaguliwa, royal priesthood, kuhani mkuu, a people
people belonging unto God. watu ambao ni wa Mungu. Those people now, Hao watu sasa they have confidence wana ujasiri to enter that place only the high priest would enter. waingie mahali pale tu kuhani mkuu alikuwa anakubalishwa. That is a dwelling place of God. Hapo ni mahali Mungu anaishi. Only the holiest people Ni watakatifu tu were allowed to enter. walikubaliwa But kuingia. as by the blood of Jesus, Lakini sisi kwa damu ya we Yesu have gained access tumepata to kuingia enter the presence of ili God, tuingie uwepo wa to Mungu, fellowship with Him. tushiriki na Mungu. That's why David says, Ndiposa Daudi I will anasema, enter His gates with thanksgiving in my heart. nitaingia langoni na shukrani moyoni, I will enter His courts with praise, nitaingia kwake na sifa, because we have been allowed kwa sababu tumekubalishwa enter that holy place tukaingie mahali pale by the blood of Jesus. kupitia damu ya And I Yesu. came to say today, Nimekuja kuambia today we are celebrating the fellowship. tunasherekea ushirika. We're doing a communion not to ask for healing. Hatufanyi ukombozi We are doing a communion not to ask for a miracle. hatuulizi muujiza. We came to celebrate the fellowship. Tumekuja kusherekea ushirika, The fellowship with God. ushirika na Mungu. And what does a Hebrew say? Barania anasema Verse nini? 20. Mstari wa 20, After he says we have confidence to enter by the blood, baada ya kusema kwamba tuna ujasiri wa kuingia kwa damu, he says, anasema by a new and living way opened for us through the curtain. njia iliyotuanzia ile mpya iliyo hai ya You know, pazia, something strange happened. jambo likafanyika. I think we need to study the old tabernacle so that we are able to understand some of these things. Tunafaa kujifunza lile sanduku la agano la kale ili Now, tuelewe. between the outer court and the holy place, Katikati ya mahali pa nje na there was patakatifu a curtain. kulikuwa na pasia. Only the high priest would enter there. Ni kuhani tu mkuu alikubaliwa, Not even junior pastors like me. sio hata wachungaji wadogo kama Or maybe mimi the cardinals and the archbishops ama wale askofu wakuu could have been allowed to enter. wangekubalishwa. And when Jesus died, Yesu the alipokufa, moment he shed his blood, wakati alimwaga damu, the curtain that was preventing people pasia ambayo ilikuwa inazuia watu from accessing Jesus ili wasimfikie in Yesu the holy place, mahali it patakatifu, was torn into two. ikararuliwa mara It mbili, broke down so ikavunjika, that every one of us, ili kila mtu by the blood of Jesus now, kupitia damu ya Yesu can have access to the holy place. naweza akaingia mahali Go and patakatifu, fellowship with Jesus. wakaende kushiriki na Ask Yesu. Jesus, how was your day? Waulize Yesu, siku ilikuwaje? Ask Jesus, how do you feel when I worship? Waulize Yesu, unahisi aje Ask Jesus, how do you nikiabudu? feel when I come carrying my sadaka? Unahisi aje nikibeba sadaka? Ask Jesus, how do you feel when I come to clean the church? Muulize Yesu, unahisi aje You nikisafisha can have kanisa? fellowship with him Unakuwa na ushirika because the curtain tore into two. kwa sababu pasia iliraruka mara mbili. And this is my disagreement with the Roman Catholics. Na hapa ndipo sikubaliani na kanisa la Katoliki. I don't need Mary, the mother of Jesus, to access Jesus. Sihitaji Maria mama wa Yesu ili nimfikie Yesu. You know that thing they say that Mary, mother of Jesus, pray for us sinners, la la la. That does not make sense. Najua jinsi wanavyosema Maria mama wa Yesu, tuombee sisi wenye dhambi, haina maana. And I know they are watching. Najua wanatazama. But the curtain of the temple, Lakini pasia la hekalu it tore liliraruliwa so that I have access ili nikaingie. by myself. Mimi I mwenyewe have confidence niko na by ujasiri, myself mimi mwenyewe, to enter the most holy place ili nikaingie by patakatifu a new and a living way kwa njia mpya yenye uhai, opened for us ilifunguliwa through the curtain. kupitia That pasia is his body. ambayo ni mwili wake. In other words, Kwa maneno mengine, the symbol of the curtain of
tearing ishara ya pasia kuraruka, is the same way that his body was torn. hivyo ndivyo mwili wake It ulipigwa was torn mishale, on the cross. ulipigwa mijeledi They ripped msalabani, him off. wakamvunja. They did not just tear him. Hawakumrarua tu. Let me show you what they did. Wacha nikuonyeshe kile They walifanya. looked for lashes. Wakatafuta panga, wakatafuta viboko, They looked for lashes. wakatafuta viboko. At the end of those lashes, Pale mwisho wa rungu there were hooks. kulikuwa na misumari, So they would beat him. wangempiga, It would tie itself around his body. ingemfunga ikizunguka mwili, Then they would pull it. wanaivuta, When they pull it, wakiivuta the ends, the hooks, pale mwisho wa kiboko would get stuck on his flesh. inashika nyama, They would pull it and tear him. wanaivuta na kurarua nyama. Jesus was not beaten the way you are beaten by your Yesu master. hakupigwa jinsi umepigwa na mwalimu. I know some of you still hate your headmasters in primary school Najua wengi wenu mnachukia walimu wenu because wakuu they bet you. kwa sababu Jesus walimpiga. was not beaten by your Yesu master. hakupigwa na mwalimu The Roman mkuu. soldiers, Wale askari wa Kiroma they tore his body. walirarua mwili wake, They ripped him off wakararua nyama like a garment would be torn, kama vile vazi so that linavyararuliwa, we have fellowship. ili tuwe na ushirika naye. They took a crown of thorns, Wakachukua taji la miiba, trying to imitate wakijaribu kuiga how the kings used to wear crowns. jinsi wafalme walikuwa And navalia, in mockery, na katika mzaha they took the thorns, wakachukua miiba, pushed it over his skull. wakazifinya kwa kichwa. That was done Hiyo ilifanyika by your fellowship with God. ili anunue ushirika na Afford to Mungu. walk a daily life. Hawezi kwa siku utembee, You can walk every day sio kila siku, a life full of fellowship with God. ili uwe na ushirika na Mungu. He says verse 20, Anasema mstari wa 20, verse 22. 22, He says, let us draw near to God nasema tumkaribie Mungu with sincere hearts, na mioyo za ukweli, full of assurance zikiwa na hakikisho, of faith, hakikisho la imani, having our hearts sprinkled with the cleansing from a guilty conscience tukiwa na mioyo zetu zimesafishwa kutoka na shauku by the blood of Jesus. kupitia damu ya Yesu. We can draw near to God Tunaweza tukamkaribia Mungu with hearts full of assurance. mioyo zikiwa na hakikisho. I told you Jesus paid for our ransom, Nilimwambia Yesu alilipia gharama and I yetu, told you it is the same way. na nikamwambia ni hivyo It's hivyo, like he has kept for us an insurance policy. ametuwekea hakikisho. This is the assurance I was talking about. Hili ni hakikisho nililozungumzia. Jesus has given us an assurance. Yesu ametuhakikishia We can have fellowship with him. tunaweza tukashiriki We naye, can approach God tunaweza tukamwendea Mungu confidence kwa ujasiri, because our ticket kwa sababu tuko na to nauli, commune with God, ili tushiriki na to walk Mungu, with him, tutembee na to dwell in Mungu, his presence, tukae mahali pake, to walk with him every day. tutembee naye kila It has siku. been paid for. Ishalipiwa. Therefore, Kwa hivyo let us draw near to him tumkaribie Mungu, with hearts full of assurance. mioyo zetu zikiwa zimejazwa na Now uhakikisho. this is the trick. Na hapa ndipo kuna swali: If you choose not to draw near to God, ikiwa utaamua usimkaribie Mungu, whom do you blame? je, utamlaumu nani? If you don't have the fellowship, Ikiwa hauna ushirika, who do you blame? je, utamlaumu It's nani? like I give you a ticket to go for a movie. Naweza nikakupa tiketi ukaende kwenye filamu. Where do you watch movies from? Je, unatazama filamu wapi? Not the football match that Mwangi and Sam go to watch. Sio mchezo wa kandanda ambao Sami na Mwangi huwa Where do you watch wanatazama. movies from? Mnatazama filamu wapi? Alliance, eh? Some of you go to Alliance, eh? Wengine wanaenda Lions. Listen to me. Nisikize, If I buy you a ticket to go to Alliance, ikiwa nitakununulia tiketi ukaende kuona filamu, only the people who did Germany in school could understand what Alliance means. ni wale If you went to a village school like me, shauri yako.
Ikiwa ulienda shule ya kijiji kama mimi, shauri yako. If I buy you a ticket to go to Allianz and watch a movie, Ikiwa nitakupa tiketi ukaende kuona filamu, whether you go and watch the movie or not depends on you. ikiwa utaenda kutazama ama ukose, inategemea You wewe. cannot sit in your house and say, Hawezi ukaketi useme there are no movies to be watched, hakuna filamu ya because kutazama, you already have a ticket. kwa sababu kona tiketi. That ticket can be as useless as tissue paper. Inaweza ikakuwa bure zaidi. I don't know who said tissue paper is useless. Sijui. But it can be as useless Inaweza kuwa bure zaidi if you don't make use of it. ikiwa hautaitumia. This is it. Hivi ndivyo It ilivyo. costs you to take a step of faith. Inakugharimu kuchukua hatua ya imani. It takes you to take a step of faith full of assurance Unahitajika kuchukua hatua ya uhakikisho wa imani. into fellowship with God. Tembea katika You ushirika have na nobody to Mungu. blame. Hauna mtu wa kulaumu. And because of the blood of Jesus, Na kwa sababu ya damu ya Yesu, we can now come. tunaweza tukakuja. When God looks at us Mungu and anapotutazama, he sees the mark of the blood. anaona alama ya damu. You remember symbolically we said the children of Israel were told to smear the blood on the doorposts. Kumbuka katika ishara wana wa Israeli waliambiwa waweke damu katika So what mlango. does the blood of Jesus do? Je, damu ya Yesu inafanya nini? It gets smeared on our hearts. Inapakwa kwa mioyo zetu. It cleanses us. Inatuosha. When God looks at us, Mungu anapotutazama, sees the mark of the blood in our anaona hearts, alama ya damu ndani ya moyo wako. he says, you got the ticket, enter. Anasema una tiketi, ingia. And he says, come. Anasema njoo. That is what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia And I inasema. hear a voice saying, come. Nasikia sauti inasema That's njoo. what Jesus says. Ndiposa Yesu Come anasema unto me, all ye that labor. njooni kwangu nyote wenye That's mizigo. what God says in Ndiposa Isaiah. Mungu anasema katika Come Isaia, unto me, all ye that are thirsty. njooni kwangu wenye kiu. What he's looking for Kile anatafuta is the mark of the blood in our lives. ni alama ya damu ndani ya maisha yetu. It gives you a ticket Inakupa tiketi to enter into fellowship ukaingie katika ushirika with him. pamoja naye. So when he looks and sees the mark of the blood, Na kwa hivyo anapotazama ile alama ya he tells you, damu, come and enjoy anakuambia njoo ukafurahie the fellowship with me. ushirika pamoja nami. What is that? Ni nini hicho? God is calling us Mungu anatuita into a personal fellowship with him. katika ushirika wa kibinafsi na yeye. He is calling us Mungu anatuita to dwell in his presence. tukaishi katika uwepo wake. David says, Daudi anasema goodness and mercy shall follow me all the days of my life, kwamba wema na rehema zitanifuata siku zote, and I shall dwell in the house of the Lord na forever and ever. nitaishi nyumbani mwa Bwana milele. Fellowship is not a one-time thing. Ushirika siyo jambo la wakati It's a mmoja, lifestyle. ni mtindo wa maisha. It is something you enjoy every day. Ni kitu unafurahia kila siku. It is something you got to embrace. Ni kitu ambacho unafaa kukumbatia. That is why David says, Ndiposa Daudi anasema he that dwells in the secret places of our Most High yule ambaye anaishi mahali patakatifu pa Mungu aliye shall juu abide under the shadow of the Almighty. atakaa chini ya kivuli cha mwenye That is nguvu. fellowship. Huo ni ushirika. What God is telling us, Kile Mungu anatuambia we approach his presence. tukaingie uweponi mwake Then we don't leave. na tusiondoke, Stay there. tukaishi Tell pale. your neighbor, stay there. Mwambie jirani yako We keti need to pale. stay in fellowship with God. Tunafaa kubakia katika There ushirika. are two main ways in which we fellowship with God. Kuna njia mbili za kushiriki na Mungu. Number one, Jambo la kwanza, fellowship in the word. ushirika katika neno. And number two, Jambo la pili, fellowship in prayer. ushirika kupitia maombi. This word of God, Hili neno la Mungu, this is why God tells Joshua, hivi ndiposa Mungu anamwambia Yoshua and this book of the law shall never depart, kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke, but you shall meditate upon it day and night, lakini ukatafakari usiku na mchana, so that you shall be careful to do what is written according to it. ili ukakuwe makini kufanya kile kimeandikwa. Only shall you then be
prosperous hapo ndipo utafaulu and have good success. na ukapate kufaulu This vizuri. word, Hili neno, David says, Daudi the anasema, word have I hidden in my heart, neno lako nimeficha moyoni mwangu that I might not sin against you. ili nisitende dhambi, For your word is a light unto my path, kwa sababu neno lako ni mwangaza kwa njia and yangu was a lamp unto my feet. na ni taa miguuni We got mwangu. to have fellowship with God. Lazima tushiriki na Mungu. Fellowship with God means Ushirika na Mungu inamaanisha starting to understand the scriptures. kuanza kuelewa Injili. Let me tell you something. Wacha niwaambie jambo. There are people who read this Bible Kuna watu ambao wanasoma hii Biblia every year once. kila mwaka mara moja. One of the radio stations that I love, Stesheni ya redio ambayo naipenda, they do what they call journey through the Bible in 1 year. wanafanya safari kwa Biblia mwaka mzima. They give you portions of scriptures that you must read every day, and in 365 days you've gone through the Bible. Wanakupa Injili ambayo utasoma kila siku, na kwa siku 365 But you umemaliza. Lakini unajua, You can read the Bible every year and not get to understand anything. unaweza ukasoma Biblia kila mwaka lakini usielewe chochote. Some of you understand those set books that you used to do in high school more than the Bible. Wengine wanaelewa zile vitabu mlisoma kwenye shule ya upili kuliko Biblia. What set book did you do? Je, ni vitabu gani ulisoma? Kitumbua kimeingia mchanga, Kitumbua kimeingia mchanga, and all you could eat is mchanga. na kile ungekula tu ni mchanga. Bible can become like kitumbua Biblia inaweza ikakuwa kama kile if you kitabu don't have the power of the blood in your life. ikiwa hauna nguvu ya damu. What helps you understand scriptures? Kile kitakusaidia kuelewa It is the power of the blood of Jesus. ni nguvu ya damu ya Yesu. The truth of the scriptures Ukweli wa Injili is revealed to us unafichuliwa kwetu by God kupitia Mungu, through the blood. kupitia damu. You've got to know the word. Lazima ujue neno, You've got to believe it. lazima uamini, You've got to accept it. lazima ukubali, You've got to pray based on that word. lazima uombe kulingana na neno, You've got to live it lazima uishi and practice it. na ufanyie mazoezi. Only then can you say you have fellowship with God. Hapo ndipo utasema una ushirika na This is Mungu. what God is calling us to. Hivi ndivyo Mungu anatuita. Don't you understand? Je, unaelewa? Jesus says, Matthew chapter 5, I can't remember verse what. He says, Yesu anasema katika blessed Mathayo, are those that hunger and thirst after righteousness. That's wamebarikiwa between verse 1 and 10. wale ambao wana kiu na njaa ya haki. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, Heri wale wenye kiu na njaa kwa ajili ya for they haki, shall be filled. Verse 6. kwa sababu watatoshelezwa. What shall they be filled with? Je, watajazwa na nini? The presence Uwepo and the power of na God. nguvu ya Mungu. Who would hate to walk in the presence of God? Ni nani I have never seen any. angechukia kutembea katika uwepo wa Mungu? Who would hate to be filled with the power of God? Ni nani angechukia kujazwa na nguvu za Mungu? You know, when you're filled with the power of God, Najua ukijazwa na nguvu ya you Mungu, walk in the streets unatembea barabarani, and you desire to eat an apple, unatamani kula tunda, and you say, let the apple be. unasema wacha tunda likaje, And I tell you instantly, na nakuambia hapo by the hapo power of God, kupitia nguvu ya Mungu somebody just appears carrying apple, mtu anakuja tu amebeba, and they give you their offering. wanakupa tu bure. Who would hate to walk in the power of God? Ni nani atachukia kutembea kwa nguvu za When you walk Mungu? in the power of God Ukitembea kwa nguvu za Mungu and you're broke, na hauna pesa, ask your neighbor, are you broke? muulize jirani yako, je, hauna Tell pesa? them, even if you're broke, you're not broken. Hata kama hauna pesa hujavunjwa. Listen to me. Nisikize, You're walking and you're broke, unatembea hauna pesa, and you say, unasema my God Mungu wangu shall supply atanipa to my needs mahitaji yangu according to his riches. kulingana na utajiri wake. And then as you look, Na unapotazama what do you see?
kile unaona. Leave alone the coin that was found by was it Peter? By Peter in the stomach of a fish. Wacha ile pesa ambayo ilipatikana na Petero ndani ya samaki. What you see is a piece of diamond. Unatazama unaona diamond pale and chini. You pick it. Unachukua. Walk to Nagnipatinis. Unaenda pale Nagnipatinis. Yeah. The guys that sell gold and wale ambao wanauza mawe ya gharama. And you give them. Unawapa. They tell you this is the purest form of diamond we have. Wanakuambia hii ni safi zaidi. Who would hate such? Ni nani atachukia? Who would hate? You know, ni nani huyo atachukia? I know some of you are crazy. Najua watu wengine ni wajabu. When your neighbors disturb you at home. Wakati majirani wanamsumbua nyumbani. What do you say in your heart? Unasema nini ndani ya moyo wako? Utasema, I wish I was God. Natamani ningekuwa Mungu. Or you say one day. Ama unasema siku moja. Chase you by fire, by force. Na kufukuza kwa nguvu kwa lazima. Ni nani atachukia? I tell you the truth. Wacha niwaambie ukweli. The only way to become such. Njia ya pekee tu. Fellowship with God in the power of his word. Shiriki na Mungu katika nguvu ya neno lake. The reality of the word dawns on you. Ukweli wa neno unakuwa kwako. God Mungu anapokujaza with the word na neno, and his presence comes, na uwepo wake unakuja, you begin to enjoy miracles. Naanza kufurahia miujiza. Am I preaching to somebody today? Je, nahubiria mtu siku ya leo? Nisikize. Bible says Philippians chapter 3 verse 10. Biblia inasema wa Filipo 3:10. Paul says, Paulo anasema that I may know him, kwamba nikamfahamu. Look for the New King James. That I may know him, kwamba nikamfahamu, and the power of his resurrection, na nguvu ya kufufuka kwake, and the fellowship, na ushirika. Now here people don't love this one. Na hapa ndipo watu hawapendi. They like reading up to there. Wanapenda kusoma paka pale. And the fellowship. Na ushirika. But they don't know there is some words that come after fellowship. Lakini hawajui kuna maneno ambayo yanafuata. And the fellowship of his sufferings. Na ushirika wa mateso yake. Being conformed. Ikakuwe sambamba. To his death. Kwa kifo chake. Listen to me, church. Sikiza kanisa. For you to get conformed. Ili ukawe sambamba. For you to become like him. Ili ukawe kama Mungu. In his death. Katika kifo chake. You must fellowship in his suffering. Lazima ushiriki mateso. Let me explain, because wacha nikaeleze. Some of you think that I'm talking about them going hungry. Wengine wanafikiria nazungumzia kuhusu kutokuwa na chakula. Fellowshipping with him in his suffering. Kushiriki katika mateso ya Mungu means inamaanisha taking communion. Kuchukua kuwa na ushirika. What we just about to do here. Kile ambacho tuko karibu kufanya. It means inamaanisha when we take the blood of Jesus, tunapokunywa damu ya Yesu at the communion table, katika meza takatifu, we are actually participating. Kwa hakika tunashiriki. We are showing. Tunaonyesha. We are expressing ourselves. Tunaonyesha sisi wenyewe. We are partakers. Kwamba sisi ni washirika. In his suffering. Katika mateso yake. Do you hear what I say? Je, unaelewa kile nimesema? Let's go to Matthew 26 and verse 27. Twende katika Mathayo 26:27. What does Jesus do? Yesu anafanya nini? The Bible says, and then he took the cup. Biblia inasema akachukua kikombe. And he gave thanks. Akashukuru. And gave it to them. Akawapa. Saying. Akisema. Drink this. Kunyweni hii. All of you. Nyinyi wote. Verse 28. Mstari wa 28. For this is my blood of the new covenant. Kwa maana hii ni damu yangu ya agano mpya. Many for the remission of sin. Ambayo ilimwagwa kwa wengi kwa msamaha wa dhambi. Communion table. Katika meza takatifu. That's where we express ourselves. Hapo ndipo tunaonyesha. That we are suffering to. Kwamba tunashiriki mateso. We don't need to carry a big cross. Hatuhitaji kubeba msalaba.
Although I love carrying my cross, hata kama napenda kubeba msalaba we wangu, don't need to carry a big cross. hatuhitaji kubeba msalaba mkubwa, kwa sababu We show it tunaonyesha when we commune with him. tunaposhiriki naye. Every time you deny yourself communion, Kila wakati unajinyima meza takatifu, you are denying yourself the power of the blood. unajinyima nguvu ya damu, You are denying yourself fellowship. unajinyima ushirika. Can I tell you the truth? Niwaambie You ukweli, can miss every other service, unaweza ukakosa ibada yoyote, but you cannot afford to miss a communion service. lakini usikose ibada ya meza It is takatifu. then Ni wale, that you show ni hapo I am a unaonyesha partaker kwamba mimi ni of the mshirika suffering ya mateso that Jesus went through. ambayo Yesu alipitia. John says, Yohana anasema, 1 John chapter 6 and verse 7. Yohana wa kwanza Chapter 1 and verse 6 and 7. sura ya kwanza 6 mstari wa 7. If we say we have fellowship with him Ikiwa tunasema tuna ushirika and naye we walk in darkness, na tunatembea gizani, then we lie tunadanganya and do not practice the truth. na hatutendi ukweli. Then he says verse 7. Anasema mstari wa 7, But if we walk in the light, lakini tukitembea katika as mwanga he is in the light, jinsi alivyo katika we mwanga, have fellowship with one tuna another, ushirika katikati yetu, and the blood of na Jesus, damu ya Yesu Kristo his son, mwana wake cleanses us from all sin. inatutakasa kutoka kwa dhambi zote. Fellowship Ushirika means walking in the light of God. inamaanisha kutembea katika mwanga wa Mungu. Let me try to finish. Wacha nimalize. You cannot claim to have fellowship with God, Hawezi ukasema una ushirika na Mungu and yet you continue to walk in darkness. na unatembea gizani, Because on the communion table, kwa sababu katika meza by takatifu the time you come, wakati unakuja you must not have sin with you. lazima usiwe na dhambi. You cannot be a sinful person Hawezi ukakuwa mwenye dhambi and continue na ukaendelee to take the communion. ukashiriki, Because Paul says, kwa sababu Paulo when you anasema do that, ukifanya you're hivyo doing that in an unworthy manner. unafanya kwa njia Those who isiyostahili. are in communion with God Walio na ushirika na Mungu know that he is there. wanajua kwamba is yupo, true. yeye ni mkweli. They realize Wanagundua his presence at work uwepo wake unafanya kazi in their lives. katika maisha yao, And because he's holy, na kwa sababu ni they mtakatifu must also live holy lives. lazima pia wakuwe watakatifu. This Hiki is what leads to us having the confidence that we talked about. hichi ndicho kinatupa ujasiri ambao This tulizungumzia. confidence Ujasiri huu helps us to speak to God. inatusaidia kuzungumza na Now, Mungu. communion Katika ushirika means realizing the presence of God in your life. inamaanisha kufahamu uwepo wa Mungu maishani mwetu. As a result, Kama matokeo, God speaks to your soul. Mungu ananena na moyo wako, He gives you consolation. anakupa faraja, He creates in you a holy desire anakupa tamanio takatifu, and longings for the things that are holy. anakupa tamanio ya mambo He reveals to matakatifu, you the will of God. anakufichulia mapenzi ya He Mungu, orders your steps. anaamrisha hatua zako, He opens doors for you anakufungulia milango, and shuts the ones that you don't need. anafunga zile ambazo huhitaji. Communion Ushirika means total surrender. inamaanisha kujitolea kikamilifu kwa Mungu. You cannot be a person of communion Hawezi kuwa mtu wa kushiriki and be na a person Mungu who does not obey the word of God. na uwe mtu ambaye hautii neno la Mungu. But if we walk in the light, Lakini ikiwa tutatembea kwa mwanga, we have fellowship tuna ushirika with one another. sisi katikati yetu. This is why Jeremiah says, Hivi ndipo Yeremia anasema, Jeremiah chapter 32 and verse 38. Yeremia 32
mstari wa They 38, shall be my people. watakuwa watu wangu. If they are his people, he has fellowship with them. Ikiwa ni watu wake, ana ushirika nao, And I shall be their God. na mimi nitakuwa Mungu wao. If he is their God, it means he has time with them. Ikiwa yeye ni Mungu wao, inamaanisha ana wakati nao. I had not planned to read the next verse, but let me read it. Wacha nikasome mstari unaofuatia. It's very sweet and very interesting. Ni mzuri sana. Then I will give them one heart Na nitawapa moyo mmoja and one way, na njia moja, that they may fear me forever. ili wakaniche milele. In other words, that they may walk in my light forever. Kwa maneno mengine, kwamba wakatembee kwa mwanga wangu milele, For the good of them Kwa- and their children after them. kwa wema wao na watoto baada yao. When they fear God, Wakati wanamcha Mungu, when they have one heart, wakiwa na moyo mmoja belonging to God, ambao ni wa Mungu, it is for their good ni kwa wema wao and their children thereafter. na watoto wao baadaye. You need to have fellowship with God. Unahitaji kuwa na Let's ushirika stand na up on our Mungu. feet for communion. Tusimame ili tushiriki meza ya Bwana. Just stand up on your feet. Simama tu. I know that's a hard message. Najua huo ni ujumbe mgumu sana. You're saying, I am pushing you Nasema kwamba namsukuma into fellowship ili mkawe na with ushirika God. pamoja na Mungu. That's what I need. Worshipers come. That's what Hicho I need. ndicho nahitaji. I need you to be in close fellowship. Nataka muwe karibu na ushirika na Mungu. We're singing, Jesus paid it all. Tunaimba All to him I owe. kwamba Yesu alilipia He paid for yote, our fellowship. alilipia ushirika wetu. Let me explain in 1 minute. Wacha nikaeleze kwa dakika This moja. communion today Ushirika wa siku ya leo is meant to draw men and women close to God. inafanyika kuwaleta karibu watu kwa Mungu, Those who feel there's a gap between them and their God. wale ambao wanahisi kuna pengo kati yao na Mungu. You know why sometimes you feel bored and far away from God? Wakati mwingine unahisi uko mbali zaidi na Mungu, It's because you've not had enough time in communion with him. ni kwa sababu haujakuwa na muda mzuri wa kushiriki na Mungu. Trust me, after this communion, Niamini, baada ya meza Your hii fellowship with takatifu, God. ushirika na Mungu, your fellowship with God ushirika wako na Mungu will be apt. utakuwa umechangamshwa.